Thomas, waliotangulia wa mitume na watumishi mbalimbali waliokuwa wanalijua neno, wakiwemo wakina Paulo, wakiwemo wakina Petro, wakiwemo wengine na wakina Stefano, hawakula katika madhabahu iliyopo katika huduma ya Agano Jipya, bali walifanya kwa kazi ya mikono yao. Mfano, Paulo yeye alifanya kazi kwa mikono yake, alikuwa anafuma mashuka, alikuwa ni fundi wa kushona nguo, lakini alikula kwa jasho lake mwenyewe, sio madhabahuni, kwa sababu yupo katika huduma ya agano lililo bora kuliko maagano yote. Sema amen. Nipungie mkono wewe ambaye uliyepandwa kwenye udongo ulio bora. Sema amen. Ni kwa nini? Kwa sababu yatakuja mafundisho mengi sana ambayo leo ukija kuangalia mafundisho yaliyo ya ajabu dunia nzima. Njoo Tanzania tu, Tanzania. Jana nilikuwa naongea na mtu mmoja, juzi nilikuwa naongea na bwana mmoja, rafiki yangu sana, akaniambia nimesikiliza mafundisho yako kwenye mtandao wa kijamii na nikasikiliza clip moja inapinga sikukuu ya Pasaka. Hasa nataka nije nikupambanisha na bwana mmoja, yeye anasherehekea Pasaka. Nikamwambia huyo atakayemleta atatafuta pa kutokea, maana nitamwambia soma sehemu fulani na soma sehemu fulani. Sehemu uliyoisoma mpaka wake ni hapa, ndio palikuwepo lakini paliishia hapa. Lakini Agano Jipya ndio lilobeba ushindi tulionao, kwa sababu hatuongozwi na maandiko bali tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Unisimamisha kwa polisi, unisimamisha kwenye mahakama, unisimamisha kwenye eneo lolote linalotoa hukumu, lakini Mungu anasimama mwenye haki, anayetoa hukumu ya haki, ambaye yeye hashindwi na jambo lolote, anaweza mambo yote. Ni kufumbua kinywa chako tu, watu watashangaa na watu wataelewa kile kilichoko ndani mwako, sio cha kawaida, sio cha kujifunza darasani, bali cha Roho Mtakatifu aliyetupaka mafuta ili wewe uyajue yaliyoko ndani mwako. Hebu mpigie Yesu makofi kwa kutufanya huru kwa mambo ambayo yaliyofika zamani lakini leo yako ndani mwako. Sema amen. Mwambie Yesu, asante kwa kunifunulia haya yote. Kwa nini? Kwa sababu tunatembea katika ufahamu ulio katika Kristo Yesu, na ndio maana mpango wetu ni kusimisha imani ambazo leo zinataka kwenda mbinguni, ambayo zina njia isiyo sawa sawa. Sema amen. Sisi kazi yetu, mimi siwezi kuongelea mambo ya serikali, siwezi kuongelea mambo ya mtaani, siwezi kuongelea mambo ya kazini. Mimi naongelea habari za Mungu zilizo katika Kristo Yesu, zinazotoa uzima wa milele. Kwa hiyo yeyote aliyesimama kwenye njia iliyo ya uzima, amekaa sivyo Mungu anavyotaka, huyo tuko ni halali yetu. Sema amen. Tuna uwezo wa kumlalua, tuna uwezo wa kumkatakata, tuna uwezo wa kumfanya sivyo, kwa sababu ameingia njia isiyomruhusu. Sema amen. Tumepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka na kufanya kile kilichojiinua katika Mungu na kukishusha kabisa. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu atubariki sana. Na ndio maana tuna mamlaka ya kufanya lolote. Sema amen. Mwambie jirani yako, kwa sababu uko kwenye udongo mzuri. Mwambie tena, kwa sababu uko kwenye udongo mzuri, umepewa mamlaka yote. Sema amen. Na yule aliyepewa mamlaka yote ndiye aliyekaa kwenye udongo mzuri. Lakini wale walioota kwenye miiba, walioota kwenye miamba, walioota njiani, wao ni wakupita. Mimi sio wakupita. Sema amen. Na ndio maana siku itakapofika, wasaa itakapofika, hawa wanaojiita wanaenda mbinguni, hawa wanaojiita tunamwabudu Mungu, leo ukija kuangalia hakuna ibada iliyo, yaani unashindwa kujua ni Mungu yupi anastahili kuabudiwa. Uende huko watu wanasema Mungu ni mwema, uende huko wanasema watu tunaabudu. Sasa angalia ibada zao, hivi ni Mungu kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nakachukulia kijana haka kalikuwa kanaimba nyimbo za Injili kanani katoto wakaanza kuimba vizuri sana. Ka Yohana kalikuwa kanaitwa sika Yohana na nani. Kaliimba wimbo Yesu, Yesu, Yesu unaweza.